there is somewhere something is missing. Kwa nini kuna kitu fulani kinapungua sehemu? Kwa sababu either wameinvest zaidi kwenye mambo ya rohoni na kumjua Mungu, na wakaamini ya kwamba hiyo inatosha. Wakasahau ya kwamba hata upande wa ndoa unahitaji pia elimu yake, na ukishaipata hiyo elimu unakuja kugundua moja kwa moja hiyo elimu inatokana na Mungu mwenyewe, haitoki huko nje. Kuna na mfano wa hiyo ndoa yenyewe ni huyo huyo Mungu mwenyewe. Sasa mtu anajikuta anavitenga hivi vitu viwili. Anasema ndoa ni mambo ya mwilini hayo. Yaani unajua? Wewe unasemaje unampenda mke wako swini na nini ukashirikiane naye hivi? Hivyo vitu hapana. Yaani wanashindwa kuvilevel na kuona kwamba mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Ndoa haukuwa mpango wa shetani watu kuoana. Ni mpango wa Mungu. Kwa kumbe basi anatakiwa rohoni awe vizuri na kwenye ndoa awe vizuri. Unajua watu wanafikiri kwamba sisi tupo kiroho, kweli tunaongozwa na roho, lakini tuna mwili wa nyama ambao umeshika hisia, ambao hata ukifinywa hivi unasikia maumivu. Nikimfinya hivi sio roho anayesikia maumivu. Yaani physically anasikia kabisa kwamba aisee nasikia mwili unauma. Au hujaiona kabisa umechoka unasikia kabisa mwili unauma. Kwa hiyo watu wanafikiri, yani tuligundua na tulifanya tathmini na rafiki yangu hapa, mtumishi wa Mungu, mpenzi wangu, tukaje tukagundua kwamba kuna vitu viko kimwili kabisa na kuna vitu viko kiroho. Na kwa nini tunasema atupingani na watu ambao wanasema unatakiwa uwe kiroho bwana, unatakiwa uwe kiroho bwana? Yes, ni jambo zuri, tunatakiwa tuwe kiroho. Sisi tulio kiroho pia tumebeba hisia, tumebeba akili ambazo zina function kwenye nini? Kwenye mwili. Hisia zina function kwenye mwili. Ndio maana utasikia kwamba usichezee hisia zangu, usichezee hisia zangu. Unaona ni vitu ambavyo vimeenda moja kwa moja kwenye mwili. Tuna roho lakini pia tuna mwili. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe alipokuwa anakuja duniani akavaa mwili, yeye alikuwa ni Mungu lakini akavaa mwili.